hawa ndio nao tafuta kuwatia adabu. Wakamateni, wekeni ndani, wafungulieni mashtaka ya utapeli, uhujumu, ujinga wa aina hiyo ambao wengine ni wa kutandika na viboko. Umbavu kabisa. Mimi nina malalamiko ya kuwa kakaangu alimiliki eneo ile toka mwaka 1982. Sasa baada ya kufikia mwaka 1998 akaanza kuumwa. Halmashauri wakaenda kupima lile eneo kumpa mwekezaji. Kakaangu ameacha watoto wawili yatima, hawana baba wala mama. Tulienda watoto wale mmoja alikuwa na miaka 10 alivyoachwa alikuwa na miaka 13. Alikuwa bado hajajitambua. Lakini alikuwa analelewa na bibi baada ya kuona baba yao amefariki. Sasa baadaye wakaona mawe yanamwagwa. Ndio wakanipigia simu, mimi nilikuwa Dar es Salaam. Nikaja msimamizi wa mirathi. Tukaondoka wale watoto, tukaangalia lile eneo lililomwagwa mawe. Tukawauliza majirani wakasema huwa tunaona kuna watu 7 wanakujaga hapa. Sisi tunafikiri labda mliuza. Akasema sisi hatujauza. Utauzaje wakati watoto marehemu wapo? Wakasema basi majirani hao, tukaikabidi tuende mpaka 7. Tuliwatafuta siku nzima, tuliwapata hao watu. Wakasema kwamba sisi tulipimiwa na halmashauri na fidia tulitoa halmashauri. Nikasema kwamba hilo eneo ni la watoto yatima, halitawezekana. Akasema kwamba basi tunaomba tuelewane. Nikasema mimi sina mamlaka kwa sababu hilo eneo ni la watoto yatima. Akasema basi na sisi tulishalipa halmashauri na sisi hili eneo ni la kwetu. Na kweli tulimwaga mawe. Cha kufanya pale nilienda mahakamani. Nilishaenda mahakamani. Nilienda mahakamani, nikafungulia mashtaka, nikashinda kesi ya wilaya. Hukumu ninayo. Wakakata rufaa, wakaenda mahakama kuu. Nikawashinda kesi mahakama kuu. Sasa wakati nafuatilia ile gharama za uendeshaji, nikaambiwa kwamba na mdogo wangu ameitwa kule mahakama ya wilaya kwamba wakamfanyie mazoezi sahihi. Mara tu nikaona wakili wa wawekezaji akaja, akasema kumbe tumeiona barua kwamba lile eneo ni la mdogo wa marehemu, sio marehemu. Kwa hiyo lile eneo ni la mdogo wa marehemu. Nikasema sio kweli. Mashahidi niliwaleta mimi, watu wa pale wakasema eneo sio la mdogo wa marehemu, eneo ni la marehemu. Wametoa ushahidi wao, hawana hata ushahidi. Basi ile barua akasema tuanze tena upya kesi. Hivi sijui huwa wanaanza tena, mimi hata sielewi. Labda waziri utaniambia. Kesi ilishaisha, tena tuanze tena. Ilifunguliwa kesi nyingine kwani? Wakafungua wapi? Wakafungua wavamizi kwa jina la tofauti na lile, lakini ni watu ni wale wale. Wameandika hiyo barua ya uzushi. Sasa nilipofika mahakamani tena kasa kesi tuanze upya, wamejibadilisha jina, tukaanza ile kesi. Ikaonekana wewe ile eneo sio la kwako, lile eneo sisi ni la kwetu. Kwa hiyo yule hakimu yule alionipa mimi ushindi, akawapa ushindi wawekezaji. Kama sio rushwa ni nini mheshimiwa? Na watoto yatima sasa hivi ni mahouse girl. Wananiumiza sana mpaka nimeugua hata ugonjwa wa sukari. Hilo eneo liko wapi? Mkimbizi. Halmashauri wananijua. Ni hapa wilayani. Tunahukumiana, wanamtengenezea hati mwekezaji.
ili apate haki. Sasa ndio nikaambiwa na yule hakimu, akasema wewe, ili eneo haki itakuwa kwa huyu kwa sababu ana hati na barua tumeikamata, lile eneo sio la marehemu. Akaitwa mdogo wa marehemu, akaja mahakamani, akaulizwa, akasema lile eneo sio la kwangu, lile eneo ni la marehemu. Kwa hiyo eneo la marehemu. Kamishna msaidizi wa ardhi wa mkoa yuko wapi? Na leo bahati nzuri na kamishna msaidizi wa taifa yuko hapa. Sasa ninachoelekeza moja, mambo ya kisheria yanatakiwa yafuatiliwe, yanatakiwa yashughulikiwe kisheria. Mwanasheria wa mkoa yuko wapi? Tuko na Mama Samia Legal Aid leo, tuko nao hapa. Haya, maelekezo ninayotoa, moja, sitisheni utoaji wa hati hiyo ambayo inataka kutolewa kitapeli, kinyang'anyi, kihuni. Simamisheni, msitoe hiyo hati mpaka tujiridhishe na taratibu hizi za kisheria ambazo zimeelezewa hapa. Sasa maana yake hapa kama wamecheza dili na mdogo wa marehemu, na mdogo wa marehemu yuko hapa. Hebu tuambie bwana. Mimi niliitwa tu mahakamani, sielewi hata kinachoendelea. Tunataka tukusikilize vizuri. Wewe hebu tuambie bwana, shamba hilo lako la kaka yako? Mimi ile shamba ni la kakaangu, na yule kakaangu nimemuuguza mimi mpaka nakufa. Sasa mambo ya kitapeli tu hii. Hebu mkuu wa mkoa mtume RPC wakamatwe kwanza hawa watu wanaofanya fujo za kijinga hizi. Kamata, weka ndani huko. Mambo ya kuonea watu bila sababu haya. Kamata, weka ndani huko. Hebu tafuta mwanasheria. Tunatafuta matapeli kila siku. Fungulieni kesi matapeli ya aina hii. Hii michezo ya kufanya njama za kudhulumu watu. RPC hawa wasake, kamata, tafuteni, wafungulieni mambo ya utapeli haya. Hujuma hizi. Sasa wanaenda kufungulia kwamba hili ni shamba la mdogo mtu aliyemuuguza kaka yake yuko hapa na anasema hilo shamba ni la marehemu. Wao wametoa wapi huyo mdogo mtu anayetaka kumfanya ndo aliyefanya naye biashara? Hawa ndo nao tafuta kuwatia adabu. Wakamateni, wekeni ndani, wafungulieni mashtaka ya utapeli, uhujumu, ujinga wa aina hiyo ambao wana mambo ya kutaka kupora haki za watu tu. Enzi ya Mwalimu Nyerere ziliwahi kuletwa adhabu za viboko kwa watu wasio na adabu. Nadhani itabidi turudishe, wengine ni wa kutandika na viboko. Pumbavu kabisa. Msumbua mama wa watoto wamepoteza uelekeo, mali ilikuwepo, watu ambao hawana hata uhusiano wanataka kupora.